Jana ilikuwa ni birthday ya Whozu na Wema Sepetu alimposti mpenzi wake kwa kumtakia heri ya siku hiyo ya kuzaliwa. Sasa baada ya kumposti, maneno yalikuwa ni mengi sana kwenye ukurasa wa Instagram wa Wema Sepetu. Watu wanamwambia kwamba anachokifanya si sahihi kwa sababu yupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maneno yameanza kuwa ni mengi sana kwa Wema. Wema akaamua kujirekodi video akazungumza namna hii. Waislamu wa mitandaoni tutashindwa kuishi maisha. Tutashindwa wallahi. Kwa hiyo hata mtu ukimuishi mtu birthday ni makosa. Tunaambiwa na Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani watu hawaishi watu birthday. Au watu wanakuwa wanafanyaje? Yaani kwamba hatutaki kuishi watu birthday, hatutaki mbona maajabu? Mimi sijawahi ona, labda mimi sijui na tatizo gani. Mimi sijawahi ona kwa kweli. Msifanye hivyo, mnakosea. Watu tutakuwa hatuishi maisha yetu sasa. Tutakuwa watu tunakaa tu watu tutakuwa tunakaa tunasema tunashindwa hata kufanya vitu sasa. Ati mtu ukiwishi mtu birthday pia ni kosa kwa sababu ya kufunga. Mimi nilikuwa sijui. Hai. Wacha tuone. Ila sio vizuri. Umemsikiliza mwenyewe Wema alipokuwa anazungumza kuhusiana na Waislamu wa mitandao. Yeye mwenyewe anasema kwamba hamtofika ama hatutofika, tuko tunaendelea kuendekeza namna hiyo. Sasa baada ya Wema kuzungumza maneno hayo, nikaona isiwe shida, nikamtafuta Sheikh Dr. Sule ili yeye aweze kutuelezea kwamba hili jambo ambalo alilofanya Wema Sepetu kumposti mpenzi wake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na yeye akiwa ni Muislamu na mpenzi wake akiwa Mkristo, kuna yale maneno ambayo watu wamesema kwamba Wema amekosea na inawezekana funga yake ikawa batili. Sasa nimezungumza na Sheikh Sule, anatuelezea mwenyewe, je, ni kweli ama si kweli? Somo anayo ama hana? Dr. Sule, mimi nimeamua kukutafuta ili tuelezane pale ambapo tunapoona kama hapajakaa sawa, hasa kwenye mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kuna maneno ambayo yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa Instagram, baada ya Wema Sepetu kumposti mpenzi wake Whozu na kumtakia heri ya siku yake ya mfanano wa kuzaliwa. Sasa nimesoma baadhi ya komenti mbalimbali. Watu wanasema kwamba hajafanya sawa kwa sababu yupo kwenye mwezi wa toba, yupo kwenye mwezi wa Ramadhani, hakutakiwa kufanya hivyo. Dr. Sule, wewe ni shehe na shehe mkubwa kabisa. Sasa mimi nataka utuelezee hiki kitu ambacho alichokifanya Wema kipo sawa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani au hakipo sawa miaka yote ambayo tunayoishi duniani. Na tukumbuke kwamba Wema na Whozu ni mtu na mpenzi wake, kwa maana ya kwamba hawana ndoa ya aina yoyote ile. Mwenyezi Mungu ameharamisha na amekataza viashiria vya zinaa kabla ya zinaa yenyewe. Kumposti mpenzi wako yeyote yule ambaye hujafunga naye ndoa, awe Muislamu mwenzio au si Muislamu mwenzio, hiyo ni kuitangaza zinaa. Kwa hiyo ni haramu na ni makosa katika sheria ya dini. Vipi kuhusiana na funga ya Wema Sepetu? Funga yake itabaki au funga yake itapotea kabisa? Jibu ndiyo, funga itabaki, kwa sababu katika vinavyofungulisha kumposti mwanamume hakuna hiyo ya kumposti mwanamume ama mwanamke ama hawala, haimo. Hata dhambi ya kosa la kuikaribia zinaa, malipo ya dhambi ya kukaribia zinaa ni makubwa zaidi, pengine yanaweza kutikisa saumu yake, kwa sababu kuna baadhi dhambi huwa ni makubwa mpaka yanatisa thawabu. Watu wanasema kwamba alivyomposti vile inaswihi, yani birthday na mwezi wa Ramadhani. Swihi haiswihi kwa sababu ameitangaza zinaa. Ili swala la birthday kwa Waislamu limekaaje Sheikh? Naomba nisaidie kwa hapo. Sheria ya Kiislamu haikatazi kukumbuka siku yako ya kuzaliwa, haikatazi. Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza Waislamu tuikumbuke siku ya kuzaliwa kwa kufunga. Yani ufunge kumshukuru Mungu kwa wema aliyokutendea. Kwanza kukuleta duniani tarehe kama hiyo, lakini mbili kukuachia mwaka mzima ambao umeendelea kuishi, na wengine walidondoka njiani hapo wakaenda zao. Kwa sheria haikatazi kufanya birthday, na ndio maana katika Uislamu kuna Maulid. Maulid Day ni siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna uharamu, isipokuwa uharamu utakuja kama hiyo
hiyo siku yako utaweka pombe, hiyo siku yako utazini, hiyo siku yako utafanya vitu vya hovyo. Lakini kama utaalika watu chakula, utaamua kutoa sadaka, ama utafunga au utafanya dua, hiyo sheria inakuruhusu, haikukatazi. Umemsikiliza mwenyewe Dr. Sule, na hayo sio maneno yangu. Hayo ni maneno ya Dr. Sule mwenyewe. Haya, kumposti mpenzi wako ni kutangaza zinaa. Kumposti mpenzi wako ni kutangaza zinaa, lakini kwa wale wote ambao hawapo kwenye ndoa, huyo ni Dr. Sule. Endelea kusikiliza Flavor, endelea kusikiliza Bongo FM. Mimi ni Zahra Shabani mpaka saa 10 kamili. Bye bye.